Ndugu zangu wa Tanzania mahali popote mlipo, watazamaji wote kutoka mataifa mengine, naomba ni wasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Kisha baadaye tutakuwa tunachanganua moja kwa moja. Habari ambazo zimefika katika meza yetu ya habari zinadai kwamba askofu wa kanisa la Kikatholiki ameweza kutekwa nyara badri kufuatia mahubiri aliyoyahubiri wiki jana siku ya Jumapili. Hii inamaanisha vile leo ni siku ya Jumapili hata kuwa anahubiri, kwa sababu kuna madai kwamba aliweza kutekwa nyara. Katika kanda hii naomba tuangazie alitekwa nyara eneo lipi, sababu ni zipi huenda ziliweza kuchangia haya yote kuafikiwa. Hayo ndio tunaenda kuchanganua, kisha baadaye tutakuwa tunaangalia upande ule mwingine wa serikali unazungumza nini kuhusiana na madai haya. Habari zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari naenda kuzisoma ili tujue ni kipi ambacho kinaendelea. Inasemekana ya kwamba, ama imeweza kuripotiwa ya kwamba, Baba Baroko wa Barokia ya Nguruka, Pastor Josephat ametekwa. Na tunaendelea kufahamishwa ya kwamba katika kipindi cha siku 7 zilizopita, hali ya utekaji imeendelea kutishia usalama wa wananchi wa Nguruka. Watu watatu wametekwa katika mazingira yenye utata. Mmoja anaitwa Vedasto, mfanyabiashara wa Nguruka. Kwa hivyo ni eneo lile la Nguruka tunazungumzia. Namba 2, Selule Kada wa CCM anayejulikana kwa mijadala ya kisiasa kwenye vijiwe vya kahawa. Sasa hapa namba 3, Badri Pastor Josephat Misigaro, Baba Baroko wa Barokia ya Nguruka, ambaye inadaiwa alilengwa kufuatia mahubiri yake ya Jumapili iliyopita. Kumaanisha inadaiwa kwamba kuna mahubiri ambayo aliweza kuyahubiri wiki jana yakasababisha yeye kutekwa nyara vile inadaiwa. Tukio hili limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mmoja wa mkazi wa Nguruka, matukio haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara na yameacha jamii ikiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wao. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, wala ambao mnatazama lakini bado hamuja subscribe, na kupembeleza uweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubandishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, na sambazia wengine hii link kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi kuhusiana na matukio ya Tanzania. Sasa ni ishara tosha kwamba katika eneo la Nguruka watu watatu wametekwa nyara, akiwemo Pastor Badri ambaye inadaiwa kwamba aliweza kutekwa nyara. Tunafahamishwa Vedasto ni mfanyabiashara kutoka eneo la Nguruka, aliweza kudaiwa kwamba alitekwa nyara. Namba 2 ni Selule, naye ni mwanasiasa ambaye amekuwa na mazoea ya mijadala ya kisiasa, naye inadaiwa kwamba aliweza kutekwa nyara. Sasa Badri Josephat inadaiwa aliweza kutekwa nyara kuhusiana na mahubiri ya wiki jana. Sasa tujiulize swali kabla tuzame kwa undani, kwa sababu tunaenda kuangalia upande wa serikali umezungumza kivipi kuhusiana na madai ya kutekwa nyara kwa Badri. Ikiwa amehubiri na atekwe nyara, mahubiri haya yalikuwa yanalenga nani? Nani yuko na uwezo wa kumteka nyara Badri wa kanisa, na mahubiri yake yalikuwa na uhusiano upi na yule ambaye ni mtekaji nyara? Kuna maswali ambayo hatuna majibu. Sasa tuangalie upande wa serikali
ya Tanzania umezungumza nini kupitia kamanda wa polisi katika eneo lile la Kigoma, mkoa wa Kigoma. Wameweza kuachilia ujumbe na kusema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Barua hii iliweza kuachiliwa tarehe 22 Novemba. Nasema hivi: taarifa kwa umma. Badri Josephat Misigaro, Baroko wa Barokia ya Nguruka wilayani Uvinza hajatekwa. Kwa hivyo wamekana kwamba hajatekwa nyara. Wanasema nini sasa? Tusome kuelekea ndani. Jeshi la Polisi mkoa wa Kigoma linapenda kutoa ufafanuzi wa taarifa ya upotoshaji inayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikidai kuwa Badri Josephat Misigaro, Baroko wa Barokia ya Nguruka wilayani Uvinza mkoani Kigoma, na wananchi wawili wakazi wa Nguruka wanaojulikana kwa jina moja, Vedasto na Selule, kutekwa na watu wasiojulikana. Kwa hivyo kuna ripoti katika kituo cha polisi ama kupitia komanda huyu kwamba kuna habari ya utekaji nyara ambayo inahusisha watu watatu kutoka eneo lile la Nguruka. Sasa wanasema hivi: taarifa hiyo sio ya kweli. Ifahamike kuwa Novemba 20 mwaka 2025 Badri Josephat Misigaro alikuwa na jeshi la polisi. Aliitwa na jeshi la polisi mkoa wa Kigoma kwa mahojiano ya tuhuma ya jinai, na baada ya kuhojiwa aliachwa huru. Kumaanisha ni ukweli kwamba Badri huyu Josephat aliweza kuitwa na jeshi la polisi ili kuandikisha ripoti kuhusiana na tuhuma za jinai. Kumaanisha kuna makosa ambayo inadaiwa Badri huyu alifanya kwa mahubiri yake vile tulisoma hapo awali. Lakini polisi sasa kupitia komanda anadhibitisha kwamba ndio polisi waliweza kumuita, akaandikisha ripoti, akahojiwa, kisha baadaye akaachiliwa huru. Sawa. Alafu inasema ya kwamba kuhusu Vedasto na Selule wanaodaiwa pia kutekwa, taarifa hiyo sio ya kweli, kwani hakuna taarifa iliyoripotiwa ya watu hao kupotea. Hata hivyo, endapo kuna mtu yeyote ambaye amepotelewa na ndugu au jamaa, afike kituo chochote cha polisi kuripoti ili ufuatiliaji ufanyike kumtafuta ndugu yake. Wanamaliza kwa kisema ya kwamba jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati ufuatiliaji wa watuhumiwa waliohusika kusambaza taarifa hiyo ya upotoshaji ukiendelea, ili wachukuliwe hatua stahiki za kisheria. Barua hii iliweza kuachiliwa na kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma. Sasa wametoa hatari nyingine kwamba wale ambao wamekuwa wakisambaza ujumbe huu kwamba kuna utekaji nyara wanatafutwa ili wachukuliwe hatua kali za kisheria. Sasa ikiwa ndugu yako ama jamii ama jamaa katika familia yako amepotea, ukiripoti unatiwa mbaroni ama unachukuliwa hatua za kisheria. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kunyamaza. Kuna wale ambao inaonekana wamefanya makosa, lakini hao bado hawajafuatiliwa. Kumaanisha hali si hali hadi inafika wakati Badri anahojiwa na kituo cha polisi kuhusiana na maybe mahubiri yake. Mahubiri haya yalikuwa yanamlenga nani? Kwa sababu huyu ambaye anamteka nyara huenda yalikuwa yanamlenga yeye.
ama huyu ambaye anamhoji yalikuwa yanamlenga yeye, na huyu ambaye anamhoji ni baadhi ya vyombo vya dola katika taifa la Tanzania, kumaanisha ni serikali ambaye alikuwa anailenga. Ni maswali ambayo hayana majibu. What do you think? Kwa sababu inaonekana mambo ya utekaji nyara katika taifa la Tanzania ni jambo ambalo limezidi kuendelea kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali, kwa sababu ukizungumza kupitia mtandao hapa na pale unakujiwa. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na muendelezo wa matukio yale yanashuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Sambaza hii link kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.